ya uongozi ambao wana hatma ya maisha yetu, kwa sababu kuna watu viongozi ambao tumewapa nafasi ya hatma ya maisha yetu. Ndio tunao viongozi ambao wanaamua bei ya sukari, wanatuamulia bei za mafuta, ndio wanatuamulia mpaka wanachoshindwa ni pumzi tu hii kwanza lakini wanatuamulia mpaka haya maji utayanunua unit moja shilingi, umeme wako watu ambao tumewaweka na hao wote wanatokana na siasa. Inu siasa inu. Unajua mbwai. Kwanza kuna kitu kimoja kibaya sana ambacho Watanzania wengi wameaminishwa hivyo na sio uhalisia wa mambo. Unajua mtu anakuambia siasa ni uongo. Hapana. Siasa sio uongo. Uongo ni wewe mwanasiasa ndio muongo. Siasa ni maisha. Unajua siasa ni maisha ya watu. Umezungumza vizuri Ali Mohamed hapa. Kwamba kuna watu ambao tumewatanguliza mbele, wanasiasa ambao wanakwenda kutuamulia tulipe unit ya maji shingapi, mafuta tununue shingapi, diesel ikipanda inakuaje. Hiyo ni siasa. Kwa hiyo siasa ukipeleka katika uongo, muongo ni wewe. Siasa ni maisha ya watu. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye siasa lazima tufanye maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu siasa ni maisha yetu ya kila siku. Maisha yetu ya kila siku ndio siasa ambayo tunaishi nayo. Msikilizaji, siasa ni nini? Weka comment yako hapo sawa, tuweze kwenda sawa na kila mtu inamhusu. Yes, kila mtu inamhusu. Mtu akikwambia mimi sihusiani na siasa, muangalie vizuri. Viongozi wa dini wanahusika vipi na masuala haya ya siasa? Wewe ni kiongozi wa dini unayetulingania sisi, jamani, kwa Mungu kuna mito ya asali na maziwa. Kwa Mungu usipofanya dhambi duniani, ukifika kule utapata. Hata wao vitoto vidogo. Hata wao kwa Mungu tumeambiwa, si ndio? Ndio, kuna mito duniani utulie. Kuna mahuru lai. Ukifika pale utapewa. Kwa tena unapigwa maliwaza tu. Kidogo unapigwa pampaja. Ukielewa kidogo mtu anakuhenga. Ndio. Hata wao viongozi wa dini unawaruhusu wao zungumzie siasa kwenye misikiti. Hata wao viongozi wa dini kwenye misikiti na makanisa. Hata wao viongozi wa dini katika hizo nyumba za ibada wenyewe wanaongozwa na sheria ambazo ziko ndani ya siasa. Leo hii unaambiwa kwamba kusipigwe kelele, kusigongwe zile kengele, azana ziwe za taratibu. Si unanielewa? Hiyo yote ni siasa, kwa sababu hiyo ni mifumo itokanayo na siasa. Kwa hiyo siasa huwezi kuepuka. Kwa hiyo viongozi wa dini ni sawa kuzungumzia masuala ya siasa. Kwani wewe uwasikii? Ina maana wewe uwasikii wanavyohubiri siasa katika madhabahu? Uwasikii wanavyohubiri siasa katika malaloni? Wewe uwasikii? Tunaanza chana kurasa ya leo, ndo tumeanza na dibaji namna hiyo. Hiyo ilikuwa ni dibaji. Tunataka tujue hapa ni sawa viongozi wa dini kuzungumzia masuala ya kisiasa, ama wewe mtazamaji mawazo yako ni yapi? Na ndio tunataka tujue. Tukijua maana halisi ya siasa ni nini, tutajua haya mambo. Kifupi, siasa ni maisha ya kila siku. Ambayo tunaishi. Katika familia zetu lazima uwe na siasa. Na viongozi wa dini wanaishi maisha haya. Yaani wanayaishi hayo.